Weekend nyingine nzuri kabisa tunakutana, bila shaka wewe ni buheri wa afya, bila shaka wewe ni mzima, unaendelea vyema kabisa, tukiwa tuendelea kulisongesha na tukiwa tunamalizia hivyo mwezi wa 5. Weekend bwana ni ya mtoko, na usiombe ikawa ni weekend ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo hata kama ilikuwa ni ya mtoko, basi mwisho wa mwezi ni weekend ya mtoko plus. Umejiandaa na mtoko wa aina gani? Unafahamu mambo ya kuzingatia utakapokuwa unaenda kwenye huo mtoko? Unaweza kaa wewe ndio uliyealika, tutafahamu sheria za aliyealika kwenye mtoko awe na nini, na wewe mwalikwa kwenye mtoko uwe na nini, au mmekubaliana tuende. Unajua kuna mitoko aina 3 hapa, tutakuja kuangalia hapo kwa pamoja. Langu jina ni Meroxy Mbaya, mimi nipo tayari kabisa kwa mtoko, lakini jinsi nilivyo, mtoko wangu ni wa juice tu, fresh juice. Mwenzangu? Sasa hii mitoko, kwa hivi mitoko tu ya vijana. Wewe mtoko gani? Mimi mtoko au koko miogo. Hata sehemu kama mtoko tuna mchapalo ni tumesimama na watu wanakunywa juice nini zinapigwa story fulani. Na ungependa kwenye mtoko David uwe upande gani? Mwalikwa? Mwalika? Au mkubaliane? Yote hiyo ikitokea mambo yanakwenda vizuri sana. Lakini yote kwa yote, karibu sana. Hii ni Hello Weekend, David Wakarungi na Mercy. Na leo tunaangalia utaratibu na ustaarabu wa mitoko. So mnarudi mmenuniana, mmeenda mnaongea, mnarudi mmenuniana. Na hii inatokea hasa moja ya eneo la muhimu la kwanza kabisa. Ndiyo. Ni eneo la kulipa bill. Eneo la kulipa bill. Kuna mtu ana kwa cash. Pamoja, ana cash. Na tulitoka kwa pamoja. Na usiombe awe ni mwanaume. Ana cash. Hapa wanawake nitawatetea. Kwenye mtoko mwanamke unabeba pesa ya nini? Na unatoka na vijana. Haya. Tunaweza kupata dharura wakamchukua. Tosha vyombo. Na tutakuja kueleza hapa sheria, maana wanasema hata kama haulipi wewe, lakini hakikisha ulichoagiza ikatokea yule aliyekuita akashindwa kukilipia, basi wewe una uwezo wa kukilipia. Sio kwa sababu umetolewa mtoko basi unakomoa. Lakini kingine cha muhimu zaidi ni mavazi. Tunavaaje kwenye hii mitoko ambayo tunaalikana? Ndio maana nikamuuliza hapa Karungi mtoko wake wewe unafika wapi na wapi? Kwa hiyo unavotoka lazima ujiulize kwamba mavazi haya yanaendana na mtoko huu, maana unaweza ukafika baadhi ya maeneo ukajiona hapa sio pango. Yaani muulize kabisa yule anayekutoa. Hii sehemu ni ya nyota 5, nyota 3 ya kawaida. Unaweza ukafika pale unaona kabisa hadi wahudumu hawakuletei wewe ile nani. Wakimaliza haupewi wewe. Au unafika umependeza kuliko wote. Unaletewa wewe sasa. Shiriki na sisi kwa 0763809770. Tuangalie hapa vitu muhimu vya kuzingatia ili watu wasikasirikane, wasikwazane, kwa sababu mitoko inaongeza ushirikiano na upendo. Lakini baada ya mtoko unakuta watu wanarudi nyumbani wakiwa wamekasirika. 0763809770 nambari yako, unaweza kushiriki na sisi hapa ukatupigia simu. Mambo gani wewe huwa unazingatia unapotoka? Huo umealikwa, umealikana au umealikika? Wageni tulioalika kwenye mtoko wa Hello Weekend leo wapo vizuri. Na kiukweli wameitendea haki. Na wamependeza. Wameutendea haki mtoko Hello Weekend. Kabisa. Karibuni sana. Asante. Tuwatambulishe David. Tupo na Bi Sara Ngonyani, huyu ni mshauri mwelekezi wa stadi za maisha, lakini tupo na Bwana Salum Makuka, huyu ni mdau wa masuala ya kijamii. Lakini Salum Makuka yeye ni anko wangu, tunakutana mtaani huko zaidi. Pamoja na Bi Sara kuwa anti yangu, lakini anaitwa Salum Makuka au Salum Makuku. Salum Makuku ni brand. Yes. Tupo naye na kwa maisha yake yamekuwa ni ya mitoko toka ujanani. Huyu unamweza, kwa hiyo toka ujanani maisha yake ni mitoko. Tutakuja kujua yote haya. Ujiandae ili tutoke. Kwa hiyo hapo lazima kuna mambo ya msingi ya muhimu ya kujiandaa ambayo tunakuja kuangalia hapa leo, na wewe tushirikishe unajiandaaje ili mtoke. Malkia Karen hapa ametuambia Wakarungi, kwa jinsi ulivyo wewe, unahudhuria mitoko mingapi? Unaweza kuangalia mitoko ya eneo gani na gani? Mimi kwa kweli sijajiwekea. Bichi unaenda? Yani hapa leo. Kuna maeneo naenda. Na kuna maeneo Bichi unaenda? Bichi naenda. Utakuja kutuambia. Sito kufika kule kumchangani. Meneja wa watokaji utakuja kutuambia. Sitofika mchangani. Nyota 5 hoteli unaenda? Naenda tu. Kijana tu. Utakuja kutuambia. Haya, karibuni sana wageni wetu. Na moja kwa moja Bi Sara hii utahitimisha. Lakini tuanze na Anko Sami ambaye
kwa vijana wa zamani wanamfahamu vyema sana. Uncle Sami, Yes. utuambie wewe kwako, kwa sababu tulipozungumza tunaalikana kuhusu mtoko, ndipo uliponiambia kwa kweli maisha yako yamekuwa ni yana mitoko toka ukiwa kijana. Ndio. Mtoko ama outing kwako unaelezea nini? Kwanza mtoko au outing lazima iambatane na mkusanyiko, ama kuanzia watu wawili kwenda mbele. Lakini kwangu mimi mtoko au outing ni kama platform pia, kama kujitangaza, kwa sababu unapokwenda pale unaenda kukutana na watu, na wale watu pia wako pale kwa ajili ya kukutana na wewe. Kwa hiyo mimi naiweka hiyo kama ni sehemu mojawapo ya kwenda kujionyesha, tukiacha ile kujistarehesha, lakini pia unataka kujionyesha. Ndio maana lazima uchague nguo, lazima pia, unajua mimi nataka kuielezea hii Devi kwamba wakati fulani uko nyuma, kwa mfano kulikuwa hakuna simu. Kwa hiyo mtu kwa mfano anakuambia bana na kualika kwenye party, lazima wewe ujue kwamba hiyo party labda ni Oysterbay. Lazima wewe ndio utengeneze hiyo taswira sasa ya Oysterbay, kwamba naenda Oysterbay, mimi natokea hapa Tandika, watu wa Oysterbay wakoje, mimi natakiwa nikienda pale niwe mtu wa aina gani. Hiyo ndio hali ya mtoko. Lakini kuna mtoko labda wewe unamtoa tu wife wako, kwa bwana tutoke kidogo tunaenda kupata chakula sehemu, lazima pia iwe sehemu ambayo kama haya tutakuja huko. Okay. Bisara, kwako sasa, kwa sababu wewe kwako umekuwa ukifanya life coaching na vitu kama hivyo, inapokuja swala la mtoko na unatushauri, kwanza tuelewe kwako mtoko ni kitu gani katika dhana ya kukielezea kitaalamu zaidi. Na hapo akimaliza kutuelezea kitaalamu atuambie kwa nini leo aliamua kutoka hivi. Uzuri wewe ugomvi wako na shangazi yako. Tunawalizana off camera. Okay, asante sana Devi. Asante Mercy. Mtoko. Kwanza inavyo sound. Yani mara nyingi goal yake ya kwanza mara nyingi is to have fun. Okay. Mtoko, outing. Yani outing. Yeah. Shida pembeni. Shida pembeni. Yani hiyo ndio huwa inakuwa point ya msingi. Okay. Unaona? Kuna zile meeting, coffee meeting whatever, lakini mtoko, ukishazungumza mtoko, yani cha kwanza cha kuzingatia kwamba unapoenda kule ni to have fun. Sio unafika kule utaanza kuelezea shida. Mtoko sio sehemu ya kuelezea shida. Mtoko ni sehemu ya kupumzisha akili baada ya changamoto, baada ya shida au baada ya kazi ngumu, ni kujipongeza. Ndio maana nasema goal ya kwanza ya mtoko ni to have fun. Umeona? Lakini kingine sasa ndio inategemea, kama chief alivyosema hapa Uncle Sami kwamba inaweza kuwa umemtoa wife. Sawa, lakini chief, siku hizi mambo yamebadilika. Siku hizi bwana watu wanajitoa wenyewe, hata peke yake mtu anajitoa tu. Anaamua ajitoe baada kutolewa. Ukisubiri kutolewa unaweza ukasubiri sana. Hapo ndo tunakuja. Kuna aina za mitoko. Of course kuna aina za mitoko. Lakini kwa neno letu lilivyokaa la Kiswahili ili mtoko. Unaona? Kwamba hiyo to have fun au kujistarehesha. Unaona? Sasa kuna mitoko binafsi, lakini kuna mitoko ya kitaasisi. Unajua hata taasisi huwa zinafanya mitoko ya wafanyakazi. Unaona? Kwa hiyo ipo mitoko ya corporate, tunasema hizo corporate outing. Unaona, lakini kuna personal outing, kuna social outing, zile za kijamii. Siku hizi naona watu wengi wa vikoba wanajitoa, inakuwa sehemu kama ya kufanya mkutano, kujipongeza, tumefanya mwaka mzima, tumekusanya, tumesave, tumejikopesha. Nimeona vikoba nyingi na nimekuwa nikishirikishwa kwenda kuwasaidia either kuwasherehesha au kuwafanya wachangamke katika mtoko wao. Mtoko mmeona kwenye social media. Kwa hiyo kuna mitoko ya kijamii, kuna mitoko binafsi, kuna mitoko ya familia. Unaona? Lakini pia kuna mitoko ya kitaasisi ambayo ni corporate. Ambayo ni corporate sasa. Kwamba hapa bwana UTV chief anaamua kwamba mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka au tumeperform vizuri kota hii, anaamua kwamba vijana wangu jamani leo tunaenda wapi? Mtoko. Kwa mitoko ipo ya aina nyingi. Kwa hii yote kanuni zinafanana au kila sehemu na kanuni yake? Tukisema kanuni sasa, tunakuja zile taratibu za pale eneo la mtoko. Lakini nikisema goal na maanisha lengo. Lengo mara nyingi ni kwenda kufurahia. Hata kama ni taasisi, kama nilivyosema, unaweza kama mfanya vizuri ni kwenda kufurahia. Baba amefanya vizuri au alisafiri siku nyingi karudi amemiss familia, anawatoa kwenda kufurahia. Kwa lengo kubwa huwa ni kwenda kufurahia kwanza. To have fun. This is the main goal ya mtoko. Na kwa sababu hizo aina, yani hizo aina ya mtoko na
taratibu zake zinafanana, yani ni Hapana. ama kila aina ya mtoko pia ina taratibu zake, ina miko na desturi Kabisa. na vitu vyake Kabisa. Sasa okay, tuzifahamu hizi miko ni zipi? Social hii ya kijamii mtoko taratibu zake ni zipi? Ya kitaasisi taratibu zake ni zipi? Na hiyo mingine taratibu zake ni zipi? Okay, mtoko binafsi unaweza usiwe na masharti mengi. Okay. Lakini kama let's say watoto wangu Gen Z, umetoka na baba na mama, angalia namna unavyovaa. Angalia namna unavyovaa. Niliwahi kuona clip moja imezunguka, mzee amemwambia binti yake tutoke, binti akavaa crop top. Kaacha kakitovu nje, kapiga na jeans yake. Baba alivyomwangalia, baba naye akarudi ndani akachukua t-shirt yake akachana na ikawa crop top. Umeona? Kwa binti alivyoona, mbona mzee tena kitambi kaacha nje? Akaelewa kwamba hapa kwenye kuvaaji nimezingua. Unaona? Kwa hiyo kama ni mtoko wa familia, watoto wangu Gen Z au watoto wa teenagers, angalia namna unavyovaa. Ukitoka na wazazi ni tofauti na mnavyotokaga wenyewe na Gen Z wenzio na vijana wenzio na watoto wenzio. Lakini kwenye mtoko wa corporate, yani zingatia sana usije ukaenda kinyume na taratibu za kampuni, hata kama ni mmetoka nje ya ofisi. Yani kule sasa mara nyingi viongozi wa taasisi huwa wanatumia kudig deep tabia za wafanyakazi. Yani kama hukujua, sasa wewe nenda mtoko wa ofisi, jiachie, kunywa unavyotaka, panda juu ya meza, HR anaangalia. Wewe ni nani? Anaangalia anasema, Ejipanda juu ya meza jamani. Sasa tuwe kwa mfano jamani. ndugu yangu, Shida nimezeka boss na kuchana. Boss na kuchana. Shida nimezeka. Yaani leo kujisema hewani. mimi nawatahadharisha kwa nia njema watoto wangu. Sasa unasikia kuna mtu alimchana bosi wake, boss na kuchana. Aisee, maisha yako yanaweza kawa mafupi hapo kazini. Kwa hiyo zina taratibu zake na kila mtoko huwa unahusisha kula jamani. Yaani kuna watu, nitoe tu kwa mfano kadogo, hata hawa mabalozi wetu mara nyingine ameteuliwa kwenda mahali huwa wanapelekwaga training. Kuna kanuni za kula, wanaita dining etiquette. Kwa sababu kila mtoko huwa una chakula. Utakavotoka na bebi wako mnavyokula na kulishana pale, hizi ni za kwenu binafsi. Lakini ukitoka na taasisi, kuna dining etiquette. Mimi nijitolee mfano, yani sisi niliwahi kutoka na taasisi wakati fulani. Sasa mkurugenzi wetu ni multinational, ni international guy. Watu tukaanza kuchukua pale starter, main course, dessert, tumeweka kwenye sahani moja. Hizo ndio nazungumza kitaasisi. Unajua MD alituangalia baadaye akasimama akasema, guys, the food is ours. Ilikuwa ni nani? Ilikuwa ni buffet. Kwamba yani hamna mtu mwingine, hiki chakula hakitakimbia kwenda kokote. Kama umeamua kwenda na utaratibu ule wa wenzetu wa starter, main course na dessert, nenda nayo moja, usijaze sahani moja kila kitu. Hizo ndio kanuni sasa. Kuna namna hata ya ukaaji ukitoka. Okay. Sio unakaa tu umejiachia miguu imeenda hivi. Umeona kuna postures, sio unakaa hivi. Yani Huko hivi. Sasa hizo ni za kitaasisi. Bro vipi? Kwenye kitaasisi kidogo ndo kuna masharti. Kuna namna hata zile walivyopanga pale sahani, huku zimepangwa zimepangwa glasi. Kuna glasi ya nini na ya nini. Usichukue glasi ya maji ukawekea wine na glasi ya wine ukawekea maji. Lakini si vinakuwa vimenyweka jamani. Sijakataa, ndio maana nasema kiwa ikatike. Nikinywa glasi ya wine maji kiwa ikati. Tunatea mambani ya makambako. Unatoka alizungumzia Tandika. Sizungumzi kwamba watu wa Tandika ndio hawajui. Lakini alisema unatoka Tandika unaenda Oysterbay. Jifunze watu wa Oysterbay kule na kwenda wakoje. Sasa hivi jamani mtandao upo, sio kama sisi zamani. Watoto wangu Gen Z. Yaani hata kama na sasa hivi tumechanganyika. Kuna Wachina, kuna Wahindi, kuna Wazungu. Unatoka na Wachina, angalia Wachina wana table manners zao zimekaaje. Tumia vijiti. Kwa sababu tofauti, yani wako tofauti na Wazungu. Wazungu wanatumia kisu, sijui kijiko. Wenzetu wale wanakuaga na vijiti. Sio lazima ujifunze vijiti. Wewe unaweza ukaamua, umetoka na watu wa mataifa tofauti, kwamba kuwaonyesha kwamba jamani mimi ni Mwafrika, utaratibu wenu huo sijauelewa,
nawa mikono, tumia mkono, lakini kistaarabu. Umeona? Sio michuzi iko huko. Na kwa mfano wengine mezani pale, yani na kwanza kwa mfano una chakula mdomoni, hapo hapo unachukua glasi ya juice unamimina wakati hata chakula hujamaliza kumeza. Hizo ndio sasa ukiwa na mtu wa familia, mna taratibu zenu za familia, kama mmezoeana hivyo kula. Kila kitu kina mpangilio wake. Kila kitu kina mpangilio wake. Asante sana. Nadhani alichokuwa anajaribu kutuambia ni kwamba unapokuwa Roma, ishi kama Warumi wanavyoishi. Tuje kwa Makuka kabla tujaenda kuwasikiliza pia na wenzetu wanazungumza nini huko. Kwenye hii dhana ya mtoko sasa. Mambo ya kuzingatia hapa. Ametugusia kidogo Madam Sara. Mimi nitakuwa sendi nje. Na kama nilivyoanza mwanzo, vizuri tuweka kagusia pia kuna ya single, kuna mtu mmoja kutoka. Lakini mara nyingi sana mitoko inakuwa kuanzia watu wawili kwenda mbele. Lakini unaenda wapi? Mtoko labda siku hiyo unataka kutoka na mtu, rafiki yako, mke wako, mchumba wako, girlfriend wako, mnaenda disco. Mnavaaje disco? Mmealikwa Ikulu. Unavaaje kuingia pale? Hivi kati yetu hapa kuna nenge Ikulu? Madam Sara anaingia. Kwa jinsi tulivyovaa hivi. Tunamwakilishi. Tukijiangalia tulipata. Sasa sisi mimi napenda sana kurudi nyuma kidogo, kwa sababu naamini sisi tulikuwa sijui, lakini nafikiri tulikuwa tuna akili zaidi, kwa sababu teknolojia ilikuwa bado iko chini. Siku hizi unawekewa kodi ya kuvaa. Zamani uwekei kodi, wewe unapewa kadi tu. Lakini mtu kodi aliyekuja ni nani? Unaelewa, huyu aliyekuja kuletea kadi ni nani? Kuanzia pale wewe sasa dili na yule kwenda mbele ndio ujue utavaaje. Na zamani tulikuwa tunafika tuna azima. Mimi niko naenda Ilala na azima kwamba sasa sina kitu cha kuendea kule. Unaazima ili ufanane na wale. Na ukienda pale unaangalia je mazingira hapa yakoje. Kwa hiyo hata kama ni kinywaji naanzaje? Ili nitoke salama naanzaje? Mimi niliwahi bahati niliwahi kwenda kwenye harusi moja ya mtu mmoja mkubwa. Yaani tumeambiwa kwamba mnaenda wakati sisi tuko tuna dance. Kwa hiyo mnaenda kudance kwa huyo. Mnavaaje? Wiki nzima sisi tunafikiria tunavaaje. Sasa watoto wa sasa hivi kidogo rahisi kwamba mtu anaandikiwa tu kwenye message code number, mnahitaji siku hizi dress code, basi mtu anajua tu sitapiga white. Lakini kuna sehemu pia unaweza ukapiga simple, lakini ikaonekana iko sawa sawa. Lakini umekutana na watu ambao wana uwezo. Kwa mfano mimi niliwahi kualikwa kwenye party moja ya mtu mmoja na kubwa sana, watu wamepiga mavitu, lakini nimepiga tu material fulani tu. Basi unafanana nao. Kwa sababu huwezi kwenda huko. Yaani huwezi Woolworth, umeelewa? Unabaki kwenye eneo fulani, lakini unasema pale mimi naingia hivi. You see? Kwa hiyo niseme kama alivyosema anti hapa kwamba ukweli ni kwamba katika kutoka kuna mambo mengi sana. Hata kukaa, kuongea. Umeelewa? Mimi nilipata bahati wakati mstaafu Rais Kikwete anaingia madarakani tu. Nakumbuka Mariam Ruge aliniletea mimi kadi. Kwa bana unaitwa Ikulu ukahudhurie mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo nikaingia. Sasa unakaaje? Umeonana na nani? Ulivaaje siku hiyo? Uwezi tu kupiga t-shirt na jeans, ukapiga na raba, inakuaje brother? Lakini hiyo unaweza ukapiga t-shirt na jeans katika eneo fulani. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tulikuwa na kazi kubwa wakati ule kuweza kusoma. Yaani lazima utengeneze hiyo picha, inaitwa upanga. Watoto upanga wakoje. Kwa sababu ndio bana nikazungumza hapa kwamba kuna ku show off pia. Kuna kule kujitangaza. Yaani umefika pale watu sasa jamaa nani? Unaona? Kwa hiyo kuna vitu hivyo. Kwenye party unaenda kukutana na watu. Umeelewa? Wewe unataka kuiga vitu kutoka kwao na wao waige vitu fulani kutoka kwao. Yaani kuna show off fulani inakuwepo pale. Tutakuja kuongelea swala zima la kulipa bill, swala la topic ya kujadiliwa. Maana kuna muda mnatoka afu mnaanza ongea wewe. Mnaanza basi mtu anaweza kusimulia story ambazo huenda zisizae matunda. Tuangalie topic za kuongelea, lakini tuje kuangalia swala zito kuliko yote. Usije ukajiroga ukamwalika wakarudi. Anaagiza kiasi ambacho hata yeye huwa hajinunuli. Sasa ndio vipo uchaviona. Baada ya hapo, twende kwanza Mpanda tukawasikia wanazungumza nini katika hili.
Mimi kitu ambacho nachopendelea sana ni kutoka out. Napendelea sana muziki. Napenda muziki, lakini muziki ambao uliotulia, lakini pia napenda sana chakula kizuri ninapokuwa nimetoka. Ile nyama hasa ya kuku. Basi na kwa pembeni ninywe kidogo ila nisilewe sana. Ni vitu ambavyo sivipendelei. Napokuwa nimetoka na mwenzangu ni ukorofi. Sipendelei sana mimi mtu anapokuwa anagombana na watu, anakuwa na ukorofi, huwa sipendi sana. Cha kwanza ninachokipendelea ni pale ninajua kwamba nimetoka nyumbani, lakini tena najua kwamba mahitaji yote pale nyumbani nimekamilisha. Na aidha hata nikirudi, hata nikiwa kule mtaani, kama nakula tunda basi na mama ale tunda. Lazima nifanye research kidogo. Nijue kama naenda kuna muimbaji ambaye labda nampenda sana au kuna bendi ambayo labda ni nzuri, mara nyingi ndio huwa naenda. Kwa hiyo ikitokea nimeenda, mara nyingi huwa nakuwa certified. Ila sijawahi kukutana na tukio ambalo lilikuwa board, kwa sababu mara nyingi pia napenda kwenda sehemu ambazo nimeshazifanyia research before. Kitu ambacho sipendelei ni pale ambapo nimeenda somewhere kuenjoy, labda inawezekana na washikaji ama nimetoka na shemeji yako au sio, lakini ile eneo au unaweza kuwa niko peke yangu, ile eneo ambalo suggest mimi kwenda, alafu kile kitu ambacho nilikuwa nategemea, of course kwenye upande wa huduma, nategemea kupata huduma nzuri, good customer care wanasema. Kwa hiyo endapo nitapata kitu tofauti, of course moja kwa moja itanipa tunasema mfadhaiko wa moyo. Hayo ndio ambayo wakazi wa Mpanda wanazungumza, yale ambayo wanayapenda na ambayo hayapendi. Kuna wale watu jamani kwenye mitoko ni yani akipata tu kidogo kinywaji basi ni vurugu na mtoko wote unaharibika. Amezungumza pale mtu anaita ugomvi. Lakini kuna mwingine akasema mimi napenda ni kila tunda na mama alitunda. Yani tuwe kwa usawa. Tuwe kwa usawa. Ujumbe wako na usoma hapa 0763809770 ndio nambari ambayo unaweza ukatutumia ujumbe wako nasi tutausoma na kutupigia simu WhatsApp video calls 0763809770. Jamani, kuna maeneo ya muhimu tulizungumza mawili. La kwanza tulisema la mada na mazungumzo ya eneo lile, lakini la pili ilikuwa la kulipa bill. Tuanze lipi? Tulipe bill. La bill tupie Makuka. Afu atakuja kumalizia Madam Sara, atakuja kuendelea kututetea wanawake, si ndio? Anda pointi za kututetea wanawake kwenye kulipa bill. Twende kazi. Tunajiandaa. Mfuko wako unavyotoka, mfuko unatakiwa uwe na unono kiasi gani? Na nimealikwa hapo, kumbuka. Kwanza niseme kwamba itatokana na wapi mnakwenda. Matumizi yanatokana na eneo gani mnakwenda. Kuna maeneo mazuri ya kawaida. Kwa mfano sehemu fulani unaona kabisa kwamba hapa matumizi yake sio makubwa. Lakini pia ni vizuri pia hata yule unayemtoa ukweli kabisa lazima awe na chochote mfukoni. Huo ndio ustaarabu. Bahati nzuri mimi ni mtu. Sasa kama ni hivyo, mimi nikiwa sina pesa na maana nitakuwa sikubali mitoko ya watu mialiko. Unakubali, lakini kiustaarabu hasa uwe na kitu chochote, kwa sababu kinaweza katokea. Sina bajeti. Yani wewe ndio uliyenialika. Mimi sina bajeti ya kutoka kwa mwezi huu. Umenialika, nisije basi. Njoo. Mimi nasema ni vizuri au ni busara au ni ustaarabu ukawa na chochote. Nataka kuwa mstaarabu. Kwa maana gani? Kwa maana ya kuwa kunaweza katokea dharura pale. Wewe ukaisave. Ipi? Kwa mfano mimi na bahati nimeshai kutolewa na mke wangu. Sijui kama na bahati sana. Nimeshai kutolewa na mke wangu. Sio mara moja. Ni bahati hiyo. Sio mara moja, mara nyingi, na kwenye hoteli kubwa. Ndio. Lakini sikuacha kubeba ziada. Japokuwa vitu vingi alifix, lakini mimi nilibeba ziada. Mimi nishakutolewa sana na mke wangu. Na ninapokuwa namtoa yeye the same, lazima achukue kidogo akiba ya mama, anaipachika kwenye kipochi. Umeelewa? Kwa sababu anajua hapa mzee akizidiwa tu mimi na cover. Umeelewa? Kwa hiyo kutoka hii ni silaha. Maana mama inaweza katokea dharura chochote tu, ikabidi mama achukue taksi akimbie tu. Nauli tuwe nazo, nauli. Ila supi. Ni sawa ninavyomtoa mtu nimwambie ukweli kwamba bajeti yangu ni ya laki, jiachie. Bajeti yangu ni ya 300,000 mwisho, jiachie. Mimi nafikiri sio vizuri kwa mimi na ndio maana tunazungumzia hapa kuhusu mitoko kwamba hao watu wawili wanaotoana wawe watu wastaarabu, watu au niwe nafahamu kabisa, yani
Wakarungi nafanya naye kazi ofisini. Kiuhalisia kwa siku moja hawezi kutumia zaidi ya 500,000. Kwa hiyo mimi aliyenitoa ni ujaribu kusoma, yani ndio kile nilichokuwa nasema, lazima usome kwamba huyu mtu ananitoa. Uwezi kukurupuka tu kafika pale ukaanza kuagiza mavitu ambayo unajua mese huenda mgodi umetema bwana. Sawa. Yani kuna watu ambao, kwa mfano mimi, kuna mtu akinialika nyumbani kwake, mtu fulani najua kabisa pale kutakuwa na mazingira haya, uwezi kutathmini kidogo, utatathmini kikubwa. Lakini kuna mtu wa kawaida tu anakuambia bana, tutoke bana, tuenzetu matembezini bana, Debbie, hem tutoke. Unaenda kule unaagiza ubavu mzima wa mbuzi. You see? Inakuwaje? Ameniambia nichague. Mimi kuna siku nilikwenda Bagamoyo kwenye festival. Basi tumeangalia zile show na nini pale Bagamoyo. Sasa wale tuliosoma mwaka fulani tukasema tutoke. Kwa hiyo tukaenda tukakaa sehemu, watu wakapotea kidogo. Kwa hiyo tukawa tumebaki kama watu 2-3. Basi dada mmoja katika wale sasa, ngoja niwapigie marafiki zangu na nini. Bila kujua sisi kama tuna uwezo huo. Akaleta timu kama kiasi cha watu 7 hivi. Na watu wanakunywa vinywaji kadha wa kadha. Umenielewa ninachosema? Kwa hiyo tukajitutumua tu kwa namna fulani. Lakini hatukupenda, na hiyo inatokea. Umenielewa? Kwa hiyo ni swala tu la kufikiri kwamba David kanambia bana, Uncle Samuel, hem tukutane sehemu tupate mazungumzo mawili matatu. Pimia tu kwamba okay, David ameniita anataka tuonane Mbezi. Hapa laki. Menyu zao. Unabeba laki au 50. Kwa nini msikilizia David hiyo iache taklia mimi. Ndio ustaarabu, ndio mambo, ndio anakwenda hivyo. Na sasa ikitokea sasa Devi wapo kama 3 hivyo ananipigia simu, Messi uko wapi? Tunamtoko Mbezi. Nafanyaje? Yaani achana na huyo mmoja aliyenialika. Wao namtoko na njoo join, wanatumiaga neno kujoin. Hawasemi jiunge. Njoo join. Natakiwa mimi niandaje hapo mfuko wangu. Mimi sikuwa na ratiba na sina, yani kwa mfano wiki hiyo sina bajeti kabisa. Fact ni kwamba hiyo hali kwanza inatokea. Hata mimi na ni rafiki zangu sitaki kuvunja urafiki. Unakwenda pale huna kitu. Lakini mara nyingi kwa mitoko ya kawaida tu. Yani hii ambayo sisi Waswahili tunafanya. Kwa mfano mimi tulikuwa tunaitana marafiki 3-4. Kwa hiyo rafiki yangu yule akishafika pale tu mimi nampa kwa pembeni. Alianzisha sasa kuwaita. Bwana nani fulani njoo, Sami uko wapi? Mimi nilikuwa nimelala tu bwana nyumbani hapa kwenye kochi naangalia mpira. Njoo bwana. Kwa hiyo ambaye unamstua na unajua hali yake nzuri. Unajua. Unamfinyia. Bwana. Wewe mnaandika? Ikulinde hii. Umeelewa? Sio watu wanaweka gia hiyo. Sasa kama wako pale wakina dada na nini wanakuwa watambui naye anaweka round. Lakini fact ni kwamba Jenzi mnaandika. Wakarudi tena kwa karibu na wewe. Kama sikia. Kwenye chapo kuna tatizo kidogo. Ni skills tu zile. Swala la topic cha kuzungumza kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akaharibu. Na kuna watu kumekuwa na msingi wa kuja kuzungumza haya, kumekuwa na malalamiko kwa tukutana mitandao ya kijamii. La kwanza kabisa hili la mavazi kwamba kuna tumetoka mtoko wa kiofisi, ofisi na familia zetu, lakini kuna watu jinsi walivyokuja ni aibu, natamani watoto wafiche. Lakini ya pili ikawa ni hiyo, mnatoka mtu na marafiki, lakini kuna mtu yeye mna urafiki kwa miaka 3, hajawahi hata siku moja kuchangia hata maji ya kunywa. Yes, siku zote ni ndege wa angani. Hana cash. Mwenye cash. Ikipita sina cash. Lakini yote 9-10 ni mazungumzo yanayokuwepo pale. Hasa wadada wamekuwa wakilalamika sana. Mkifika pale wakaka wote wanahisi sasa mmeenda kutafuta mahusiano. Ana mazungumzo yanayoanza, yani unaona kabisa haya kupendezi. Lakini huwezi kutoka. Tunataka kuzingatia nini kwenye topic? Mtu akiwa anatupigia simu atuambie kabisa na topic nini au iwaje. Mwe na agenda. Agenda za mtoko. Agenda ni jadiliana hivi. Agenda ni kufurahi. Agenda ni kufurahi. Okay, asante Mercy. Nafikiri kwanza issue ya cha kujadili inategemea na ukaribu wenu na hao ambao mnatoka nao. Ni wafanyakazi wenzio, ni vikoba wenzio wa mtaani, ni familia, ni old school whatever mliosoma nao. Kama chief alivyosema hapa, kuna watu walikuta kwamba tulikuwa tumesoma pamoja then tukatoka. Umeona?
Kwa hiyo cha kuzungumza mara nyingi huwa inategemea na ukaribu. Siwezi kusema aina ya watu, lakini ukaribu mlionao na wale watu. Unaona? Mara nyingi kwa mfano kama ni mitoko ya ofisi, watu hawashauri sana mzungumze mada za kazini. Sijui pale finance iliendaje, pale HR sijui mikata kona, yani msizungumze vitu vya kazini. Zungumzeni vitu vya nje ya kazini. Lakini pia hapo kwenye kuzungumza kuna watu wengine wao wanatakaga ndio control mazungumzo. Yani anataka yeye ndio aongee yeye tu, yani wenzake hawaongei. Tena hasa akipata 2-3 ndio inakuwa kama kisingizio. Yani usimonopolize, yani usitawale si niseme, kama unasikika wewe tu. Usimiliki mazungumzo. Usimiliki mazungumzo. Unaona? Lakini kuna kitu mtu anaweza kakianzisha, ukakuta huyu kakidaka, then mnaweza mkaendelea na hicho. Kinaweza kikawa issue ya mpira, pamoja na kwamba saa zingine tukiwa na wadada sisi wengine labda hatuna mambo ya mpira. Unakuta mwisho wa siku mdada anaona basi ngoja ni amie social media. Yuko busy na phone, wale kule wanazungumza mpira. Angalieni kama ni watu mmekutana old school. Jikumbusheni hata mwalimu fulani aliyokuaga mnoko tu kidogo huko. Yaani kiweke ili kila mtu achangie. Na fulani yuko wapi, mnafanya nini? Sio kuzungumzia watu, sio kuzungumzia watu. Kwanza jamani tusijadili watu kwenye mitoko. Ndio nikuulize fulani yuko wapi, topics zinatakiwa hizi? Anafanya nini? Kwa nia njema. Kwa nia njema kwamba sijamuona siku nyingi, hatujawasiliana siku nyingi. Lakini yule maisha sasa hivi alishampiga hivi. Yule maisha alishampiga. Yaani tusizungumzie watu vibaya. Tusizungumzie watu vibaya, tuzungumzie watu kwenye compliment. Kwamba jamaa ametoboa, sasa ana makampuni, sio ana nini. Yaani tuzungumze compliments, tusizungumze downtime za watu. Yaani tusizungumze mambo ya watu ya chini. Kwamba Sarangonyani siku hizi unamwona hata haonekani. Yaani hata kwenye social media akapotea nini? Yaani isiwe hivyo. Unaona? Lakini kwa mada ndio nasema inategemea na ukaribu na ile nini huo ukaribu kiujumla. Yaani mmefahamianaje, ukaribu wenu ukoje. Unaona? Lakini kikubwa jamani, usimiliki mazungumzo. Usimiliki mazungumzo kwenye issue ya mada. Au mada nyepesi ya wabongo, serikali. Mmetoka kupenda kuna mada ambazo ukosi unachanganya. Serikali. Wanaanza. Ndoa za siku hizi. Labda nizungumze sana kidogo. Kuna kitu umegusia Mercy Samani David. Kuhusiana na wakitoka wakaka na wadada. Nizungumze na kaka zangu. Sawa? Kwenye mitoko inawezekana nyinyi dhima ya kualika wadada ni kuangalia piskali ipi niende nayo, ipi nitoke nayo, ipi nichomoke nayo. Yaani isiwe ndio kipaumbele. Yaani huwa wengine, yani wadada wanajihisi kama kwa hapa sisi tumekuja kama vile kama bidhaa yani kama umetudharau. Yani wanajisikia tunajisikia vibaya. Mtu anakuwa ashasoma mchezo. Mbona kama zinapigwa signal. Yani mada isiwe tu, msitangulize mambo ya mapenzi kwanza, hata kama ndio intention yako. Mtoko wa kwanza tu unaanza tu kuwaje mikata kona wapi. Yani mkitanguliza hicho mtu anaona kabisa hapa yani mimi ndio. Umezungumzia swala la upande wa wanaume na wanawake. Linapokuja swala la mtoko, yani uzito wa mtoko kwa mwanaume na mwanaume, tunatofautiana au tunafanana? Tunatofautiana. Tunatofautiana. Wanaume wenzetu nyinyi, yani niseme kwamba mna maisha mazuri sana. Yani mitoko nyinyi kwenu unajua sio kitu fulani mpaka cha kujipanga, cha kuendea saluni. Kwanza wanatoka mara kwa mara. Ndio maana nasema yani wana maisha fulani ambayo wanawake tunatakiwa tujifunze kwa wanaume. Yani ile mambo ya kazini nyumbani wanawake ndio yanaongeza na stress zingine ambazo hazina msingi. Unaona? Sisemi kwamba tuanze kuwa wazurulaji, lakini tuwe na ratiba chache za mitoko ya mara kwa mara. Na hii ndio inafanya watu wengine akitolewa, kwa sababu hatokagi ala hajitoi yeye mwenyewe. Siku akitolewa ndio anaanza kuagiza vitu ambavyo hajawahi hata yeye mwenyewe kujinunulia, hajawahi. Mimi nimeona watu wakitolewa na ofisi, mtu anaagiza chupa ya Jack Daniels peke yake, amekaa peke yake. Yani ulishawahi kujinunulia wewe peke yako? Eti kwa sababu tu ofisi inalipa. Wanakuangalia. Wanakuangalia. Wanaweza wasirekodi kwenye mafaili, lakini hapa imeingia kwamba huyu
kuna kaustaarabu fulani hanako. Na mimi naomba kutoa shukurani sana kwa wale ambao tukitoka wanafanya kazi ya kutuchekesha. Makofi mengi kwa Karuzi. Nakulipa pia. Sio gazeti wanajua silipi. Ila huyu tukitoka naye kwa kweli. Nakulipa. Niso ndege wa angani. Silimi wala sivuni. Ila nakula. Sio kwamba ana cash. Hana hajalipo na cash. Ila tutamjoy. Kwa hiyo mwalikeni. Usitaki nitoe kitita changu hewani. Tusikie wakazi wa Singida wanasema nini juu ya mambo wanayoyapenda. Wakazi wa Singida tuwasikie. Cha kwanza kabisa, unapotoka eneo moja kwenda eneo lingine, kwanza mawazo, yani unabadili mawazo unapokuwa umetoka out, na pia inakutengenezea kitu kipya ndani ya maisha yako, kwamba unapokuwa eneo moja unakuta labda una mawazo sana, lakini unapotoka out unakuwa na yani mjengeko wa kitu kingine kipya kwenye fahamu zako, na pia unakutana na watu tofauti wanakubadilisha mawazo. Yamkini unaweza ukaenda sehemu ukakuta labda kuna sehemu ya talent, ukaenda ukaenjoy zaidi kuliko vile ambavyo uko mwenyewe au umejifungia tu ndani. Bwana, vitu ambavyo mimi sipendi, yani pale ambapo tu unakuta umemwalika mwenzi wako mje mbadilishane mawazo, unakuta anakuzolea watu kama wote kama wanachama yani. Alafu sasa unakuta mdau umejipanga zako hapo, labda una 20,000 tu mfukoni, alafu mama anaibuka na watu wa kutosha. Bwana, unaweza ukawakimbia yani. Kitu ambacho napenda nitoke out, tukae, tufurahi, tunywe hivyo. Moment ambayo sipendi nikiwa out na mwenzi wangu, sipendi nimekaa naye napiga story, nataka nipate vitu vingi kutoka kwake, alafu simu zinaingia, mara anapokea simu hii, anaongea na huyu. Sipendi. Nikitoka out napenda sana, kwanza napenda kula. Kingine napenda utulivu unapotoka na mtu out, even marafiki zangu au umetoka na mtu wako. Napenda sana utulivu, tuongee mambo yetu. Kwa mfano nikiwa na mtu wangu mimi, moment ambayo sipendi kwa sababu tuko pamoja sisi wawili, kuna ile tabia ni anakosa kuconcentrate na mimi, muda mwingi anakuwa yuko busy na simu, muda mwingi anakuwa yuko busy na kitu fulani. Kwa hiyo ni kitu kinakera sana. Haya, shukrani sana wakazi wa Singida kwa kutujuza hayo muhimu, na kuna pointi ya mwisho imaliziwa hapa juu ya matumizi ya simu. Matumizi ya simu kwenye mtoko. Lakini kuna mtazamaji yupo wa Karungi. Okay, karibu sana, watuambie unaitwa nani na uchangie juu ya mada yetu ya mtoko outing. Naitwa Lugano Aden Kajela. Natokea boda ya Kasulu. Karibu sana kutokea Kasulu. Ndio, Wakarugi, unajua mtoko unahitaji ustaarabu. Ndio. Umeona, mtoko unahitaji ustaarabu ndugu yangu. Unapotoka mtoko, manake kuna kitu cha msingi kinaenda kufanyika pale. Mtoko ni ustaarabu, tulivu, kuna mada za msingi zitaongelewa pale. Japo kuna wengine kweli mtoko unakuwa unaweza kaenda kwenye starehe sana mpaka kajisahau huko, lakini mtoko na ustaarabu wake. Mmefika na mwenzi wako, kwa mfano mimi nikitoka na mke wangu, nikifika sehemu ni utulivu, kuna mada ambayo itakuwepo mezani. Umeona, kututoa sehemu moja ili tufanye tufike pale. Umeona, lakini sasa mwenzangu akifika pale labda anakuwa busy na simu, umeona, na laptop yake, umeona yuko busy na vitu vingine, ustaarabu kidogo wa mtoko pale unakuwa haupo kwa kweli. Umeona? Ndio. Asante Lugano. Ndio, hiyo ni mada. Ndio. Na vipi mkitoka na washikaji huko inakuwaje mitoko ile ya wanaume? Mambo gani unaona haya wanaume tunapatia sana, tukitoka haya pengine hatupatii sana? Shida inakuja kwa wanaume rika. Umeona, kuna wanaume rika, kuna vijana wastaarabu na vijana ambao sio wastaarabu. Kwa wengine mtoko kwenda kulewa, yeye anaona ni mtoko tu nao, atafika atafanya vurugu huko, atafanya nini, ustaarabu unakuwa ni mdogo. Hasa kwa sisi rika la vijana, tofauti na watu wazima walioenda huko, kumkuta kwamba labda yuko baa huko analewa, anafanya nini, hawezi wakauita mtoko. Mimi nahisi hivyo. Asante sana Lugano kutokea Kasulu, wape salamu nyingi sana hapo. Natokea Kasumulu, boda ya Kela. Kasumuro.
Samani nilisikia Kasulu au asante sana Kasulu hakuna boda sio ilikuwa. Okay, usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Huu ni mtoko wa Hello Week. Na kule ndio. Asante sana kutoka Kasulu. Mchele wa kutosha kule. Mchele wa kutosha. Lugano fanya mambo bana tupate mchele. Huo ni mtoko wetu Hello Week. Na timu itakuja kukava Mbeya City huko. Kwa hiyo nipate mchele. Sawa. Ili swala la simu limeongelewa sana jamani. Na yani imekuwa sasa hivi huenda tu baadhi ya maeneo ya mtoko wao wanatuwekea kikapu. Yani mkifika mezani mmekaa, wekeni simu zenu hapo ili muendelee na mazungumzo. Naomba tulizungumzie hili. Na tuanze na Madam Sara. Ndio unaanza na brother Samia. Atakuja kugongelea msumari. Ingekuwa vizuri sana. Alafu na nasikia wanaume ndio mnaongoza. Kwenye simu? Tukiwa tumetoka. Acha Madam Sara. Messi akawi kutudondoshea kila kitu. Yaani Messi akawi kutudondoshea kila kitu. Tuanze na Madam Sara kwanza. Na kama kuna scenario unaweza ukatusaidia. Mimi nizungumze scenario chache ambazo nimekutana nazo. Na kwenye simu hapa, kwenye simu kuna simu ile uko busy na simu, lakini kuna simu pia shoot. Yani hiyo ni shida nyingine. Jamani kuna watu watajuaje sasa mimi nimetoka? Ndio maana kwa hiyo ni changamoto ya kutoka mara kwa mara. Siku ukitoka ndo nataka dunia nzima ijue. Anapiga za mwezi mzima. Alafu siku nyingine utakuwa utolewe. Mimi brother Sami anaweza kaambia kunitoa hapa, lakini Sami hataki ajulikane yuko wapi kwa wakati huo. Na hii kitu niseme wanaume wengi sio watoto wa kiume au vijana wa kiume. Wanaume wengi huwa hawapendi mitoko yao iwe duniani. Yaani ionyeshe kwamba saa fulani yuko wapi, huwa hawapendi. Nizungumze na wake wenzangu. Hata mumeo akikutoa mara nyingi waume akikutoa huwa hapendi kujulikana saizi yuko wapi. Na kwa usalama pia tunafundishwa kwamba ni jambo. Sasa sisi wanawake, sisi laumu, lakini sisi tuna changamoto hiyo. Sawa, baby amenitoa, nataka Mercy ajue mimi nimetolewa na baby leo, tena ni mume wangu amenitoa. Umeona Lakini kama mume wako ana utaratibu wa kutoa kila siku, kwa nini utuambie huko kwenye social media? Wanawake wenzangu, kiukweli mimi wanaume wengi niliokutana nao kwenye kazi, kwenye nini, huwa mara nyingi kwa wakati ule ametoka, huwa hapendi kuonyesha saa ile yuko wapi. Anaweza akaposti siku ya 3 baada ya kwamba juzi alitoka, anaposti siku ya 3. Sio saa ile mahali alipo kila mtu ajue yuko wapi. Unaona Tena mwingine ana tag na eneo kabisa now, yani ile kwamba sasa hivi ndio niko hapa. Unaona? Lakini jamani, mtoko chief alitangulia kusema, sawa, kwamba mtoko pia ni ku network. Sawa? Sasa una network na simu wakati uko na Sami hapa. Mimi nakumbuka siku moja ilikuwa Idi, tulikuwa Zanzibar. Ilitokea niko Zanzibar afu siku ya Idi. Zanzibar Idi wanaijua kuisherehekea. Lakini wale watu sikuwaelewa. Kulikuwa kwenye hoteli fulani hivi nyota 4 nyota 5. Mzee amekuja na mke wake. Wawili tu, hawakuja na watoto. Lakini mimi sikuwa napiga chabo, walikuwa wamekaa opposite. Unawaona? Yani namuona kabisa mzee yuko busy na simu. Yani madam unamuona kabisa kama ana struggle kumpata mume wake. Ameumba hivi. Yani unaona kabisa kwamba yani baby, yani tuko mimi na wewe hapa. Mbona kama uko busy na simu? Hii kitu iko kote. Kuna wanawake ambao wanatolewa na waume zao, baadaye ya kuconcentrate na mume yuko busy na simu. Na busy na simu wanawake mara nyingi ndio anataka picha posti, akisha posti tena akiweka status wanamdm, anaanza kuchati kwamba yani niko na yani anamwacha tena yule mume ana network na watu wengine ambao hawapo pale. Jamani, ukitoka cha kwanza kama unaona simu kuiweka mbali huwezi, iweke silent basi, alafu ifunike, hata ule mwanga ukitokea kimessage kimeingia usione. Kama unaona kukaa nayo mbali huwezi. Focus na yule mtu. Siwezi kusema ni dharau, lakini inavunja moyo. Umetolewa na mtu au wewe umenitoa, nimekuja nimeitikia wito, alafu uko busy na simu kabisa. Unaona? Au mimi niliyetolewa, hujui mtu amekuitia kitu gani. Yes, ametaka have fun, mzungumze, labda kuna jambo anataka mzungumze. Mimi niko busy na simu. Manake ume ignore uwepo wake pale.
Sasa mwingine unajua ukimfanyia hivyo ndio yeye anaweza kupata dharura bili akakuachia. Nikwambie. Naye akachukua simu yake, hebu kidogo. Unaona Yaani muhimu lazima nipokee. Anakuachia bili. Alafu anarudi. Unajua kwenye kukimbia harudi. Kwenye kukimbia bili ni rahisi kwa mwanaume kuliko sisi sababu tutaondoka na mkoba ana simu. Nafanya naenda washroom kuna vitu vingi vya kutumia. Kama kuna poda yangu kwa sababu kawaida utakiwa kupaka poda si unarudia lipstick huko mezani. Lazima uende nayo washroom. Kwa hiyo na tuendagi na mikoba mikubwa, tunaenda na ile mikoba midogo ambayo ni rahisi kuescape. Ni rahisi kuescape. Kama tuna kwenye mtoko wa usiku tunabeba kando tunaenda mkoani. Unaenda kliniki, unaenda mkoani? Hapana, hatutumii mikoba. Hivi ndio tunaita thermometer. Pass kadogo hivi unakaeka. Umeona? Jamani nitapanda bodaboda au mnazungumzia nitakuja na usafiri gani? Hapa. Lazima kitu kiweze kushikika hivi. Wakati wa kurudi uenda nitapagana. Mimi nafikiri katika eneo hili mimi siwezi kwenda mbali sana na anti hapa. Lakini kuna kama vitu vingi nataka niongezee. Na ila kwanza sina namna ya kuliweka vizuri, lakini nafikiri ni tatizo. Ni tatizo la sasa. Yaani simu ni tatizo. Yaani kwa kila eneo simu ni tatizo. Kwa hiyo sijui naliwekaje, lakini simu ni tatizo. Labda tungekuwa tunaziacha nyumbani, lakini simu ni tatizo. La pili, mazungumzo. Yaani okay, Miss, mambo vipi? Safi. Vipi weekend imekwendaje? Salama. Yaani shoti. Utaanza kunifanya nitafute simu ili niongee, kwa sababu unajua simu sasa hivi ndio jirani yako. Yaani ni tatizo. Kwa hiyo sasa unataka uongee naye huyu sasa badala ya huyu binadamu wa kweli. Kwa hiyo changia mazungumzo sio kwa kiwango kibaya, lakini fanya niongee, fanya na wewe uongee. Nipe connection ya mazungumzo. Tuzungumze ili sasa tusisiguse simu. Simu ziwe dharura. Lakini sasa Sami vipi? Safi. Uliangalia mpira wa jana? Ngapi? Bila. Yaani hata asemi yani kocha hakuna mwendelezo. Nitarudi kwenye simu. Sema hapo umesema kitu kikubwa na cha msingi. Kuna ile ambayo mnakuwa mpo wengi. Yaani mpo labda washikaji kama 6 ama wangapi mmezunguka meza. Ila wakati mwingine mimi nashauri mtu kama ana cha kuchangia asichangie. So mtu labda mnaelekeza bana masuala labda ya uchaguzi. Mnaweza tena kumuelekeza uchaguzi ni nini? Yaani kuna mtu hayupo. Ile topic yani mpaka sasa mtarudi mpaka mwaka 90. Kama kweli mtu ana asichangie. David nazungumza na Messi. Kaanza kumpa historia na nini. Simba iko finali. Ikoje finali? Tunaanza kueleza na nini wanajenga timu. Sasa ndio msilete topic ngumu. Na hiyo mimi nataka kuimalizia hapa. Kwa hiyo kwamba lazima umtafute huyu anajua nini. Yaani kwa mfano mimi niko na Messi tunakaa. Nampeleka huku, hajui chochote. Yaani unajua wakati mwingine mtu unaona sanaboreka. Sasa lazima umtafute mwenzio ni sehemu gani ambazo ukigusa labda Messi atagusa mapishi. Atakuja. Kwa sababu napenda sana ugali na kachumbari na nini. Okay. Mimi basi nikiweka na samaki kukaanga, umenielewa sijui. Alafu niweka pilipili hoho hizo. Kumbe ukimzungumzia au ujue ana mlengwa gani? Sio kamkwaza. Unaweza kuzungumzia jambo ambalo kumbe hayupo kabisa. Sasa anashindwa kuingia. Yuko upande gani? Wa serikali au upinzani? Tunatutupa. Tunaandaa topic za kumalizia na mimi nisome haraka hapa message. Anasema mtoko ni sehemu ambayo unatakiwa upumzishe akili ya familia au marafiki, ila nachukia sana unapokuwa umetoka na rafiki yako kwa lengo la kubadilisha mawazo alafu rafiki yako anakuja na mwenzake. Yaani inaumiza sana. Mtu anajifariji kumbe yupo single. Anaamua kujifariji. Unaamua kuja na mtu tena. Kumuonesha kwamba maisha yako bado ni magumu. Anasema mimi nikishaalikwa mara nyingi huwa nafanya tathmini ya aliyenialika. Mfano ni tajiri, masikini mwenzangu, ni kiongozi wa dini, ni polisi au mwanajeshi, nisije nikaribu alafu siku nyingine nisipate huduma. Anaitwa Halidi Kachuru kutoka Korogwe Tanga.
Kuna mtu anaangalia hadi kazi unayofanya. Yaani so unaalikwa na mtu wa chama fulani, wewe unapondea chama chake. Unless yani unajua kabisa huyu ni open minded, unaweza tukakosoana. Lakini wewe unaanza au unaanza kuzungumzia dini nyingine. Ndio maana amesema hapa naangalia ni kiongozi wa dini, ni padri, kaandika ni padri, ni sheikh. Anaitwa habari weekend, naitwa Emmanuel Sumari, nipo Singida. Mimi nikiwa na fedha huwa natoka na familia yangu, mke na watoto wetu. Tunapenda sana mahali pa kistaarabu ambapo watoto hawezi kujifunza mambo mabaya. Yaani hapo sitaki kabisa kula michuzi, kula ubwabwa. Ninachotaka nipate kinywaji changu baridi na watoto wapate juisi. Tukimaliza hapo turudi nyumbani kupumzika. Anasema napenda nyama kavu. Unajua mtu akitaka kutoka, kuna vitu vya nyumbani havitaki tena. Kabisa. Unasema jamani Messi, mtoko bila kujipanga ni kwenda kuzurura tu. Pesa ndio usafiri wa mtoko. Haya. Anasema anaitwa Tumaini Gabriel Muhozi kutokea Singida, anasema kuhusu mada ya leo, walio wengi mtoko hatuzingatii kujiongeza na kubeba kidogo. Haya. Anaitwa Sonia Abdalla, tumepata ujumbe wako. Asante. Masudi Abdalla kutoka Mwanza, tumepata ujumbe wako. Huyu anasema mtoko unatokana na tukio husika. Hivyo mara nyingi tuwe tunazingatia matukio. Asante. Anaitwa Joseph Muganyinzi, yupo Pwani, tumepata ujumbe wako. Anasema jamani msalimie Salum Makuka aka Sami Cool. Amenikumbusha mbali sana wakati yupo dansa. Anaitwa Singa Hamis. Singa unasemaje? Kama amekukumbusha na leo amekukumbusha mbali. Unaona Anko Sami namuweza. Yaani Anko Sami mimi kijana wake na tuhitimishe ili tuungane na Singa Hamis. Kumuomba Anko Sami atukumbushe tena enzi zake. DJ tuandalie nani? Michael Jackson Thriller. Tunavyomalizia tumalizie Sara ili tupeni pointi zenu za kufungia. Madam Sara tumalizie hapa juu ya mtoko. Kwa kumalizia, jamani mtoko lengo lake huwa ni kufurahia, lakini usijiachie kupita kawaida. Lakini nizingatie pia, nikumbushe tu kwamba ni vizuri kushare bili. Asante sana. Hiyo point ya muhimu sana. Vizuri kushare bili kabisa. Na hakuna kitu ambacho mimi nakipenda kwenye mtoko kama hivi karibuni nitoka na wadogo zangu na uncles. Sasa wakaniambia ile sehemu tunayoenda ni bei ghali. Ila walivyonitajia ile bei ghali nikajua ni kwa sababu wao hawana hela. Kwa hiyo nilivyokava bili yani unajisikia vizuri. Wanaume ukikava bili unajisikia vizuri. Hapo unaona umelipa hela nyingi unaona. Kama siendi mbali, kama nilivyosema kwamba kutoka pamoja na kwa tunaenda kuenjoy kustarehe, lakini ni kutafuta pia network na kujaribu kuona watu wanaishi, kuiga mambo, kujifunza vitu. Kwa sisi ambao tumekaa nje ya miji, unapokuja mjini huku unajifunza kumbe sasa hivi watu wanavaa hivi, kumbe watoto wa kike siku hizi begi zao sio zile tena. Kwa hiyo nikienda kumnunulia mke wangu nisinunue tena hivyo. Unaona vitu vingi, maisha kuangalizia. Asante sana, maisha kuangalizia. Anko Sami, una deni la uwanja, nimeambia upo tayari. Sasa Wakarungi mpeleke pale. Huyu ni naye, huyu mzee wangu. DJ tupe au wanataka tutanye viwanja vyetu Anko Sami. Na mimi ningeweza kuja kukusaidia sema tu. Kwa kweli kwa vijana wa zamani wanamfahamu Sami Cool ama Anko Sami kwa mambo ya kuslide na kufanyaje. Na mimi ningesema hapana, hatutaki kukupeleka Moi. Tunashukuru sana leo tulikuwa tunazungumzia mtoko. Na baada ya hapa tunatoka mimi na Anko Sami. Alafu na mwanangu David. Tunafanya bye. Kipindi mtaendelea wenyewe.